بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelea na darasa yetu kuhusiana na mada hii, sehemu ya pili ya sheitan na uadui wake kwa mwanadamu. Dada zangu katika imani, ama kwa hakika sheitan humwandama kwa uadui mwanadamu kwa njia mbalimbali, na miongoni mwa njia hizo ni pale mwanadamu huyu anapofika au anapofikia umri wa kuwajibika kisheria, umri wa kuanza kuhesabiwa dhambi zake mwenyewe. Katika umri huo, dada zangu katika imani, sheitani humteua mmoja wa rika lake kuwa rafiki wake ambaye hamwachi isipokuwa anapokuwa katika ibada na utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia ya pili ambayo kwamba anatumia sheitani katika kufanya uadui kwa mwanadamu huyu ni kwamba humdanganya mwanadamu huyu kwa kumfanya aanguke katika mambo ya haramu kama vile uzinifu, ulevi, ushirikina, dhulma, khiana, uongo, unafiki, kiburi, kwa kumfanya yaonekane kwake kuwa ni halali kwake kujihusisha nayo, na kumkatisha tamaa na matendo mema ya faradhi kama vile swala, saum, zaka na kadhalika, kwa kuyafanya yaonekane kwake kuwa ni mambo yaliyopendekezwa tu wala si lazima yeye kuyatekeleza. Dada zangu katika imani, miongoni pia mwa mbinu anayotumia shetani kwa kufanya uadui kwa mwanadamu huyu ni kwamba hukimbilia kumhadaa mwanadamu huyu katika swala kwa kumfanya atilie shaka idadi ya raka alizoswali katika swala yake. Na haya ni kwa ushahidi wa hadithi kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu. Amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inna ahadakum idha qama yusalli jaahu shaitan falabbasa alayhi hatta la yadri kam salla faidha wajada dhalika ahadakum falyasjud sijdatain wa huwa jalis. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaposimama mmoja wenyu kuswali, sheitani humjia na kumchanganya asijue ni raka ngapi ameswali. Akipatwa na haya mmoja wenyu, basi na afanye sijda mbili akiwa amekaa. Haya yamepokewa na Imam al-Bukhari. Dada zangu katika imani, na baada ya hayo huanza sheitani kadhalika kumchanganya zaidi mwanadamu huyu kwa kumkumbusha mambo yasiyo na maana wala ya kheri pale anapotoa dua yake, baada ya ya swala, pale anapotoa dua yake katika sehemu kadha wa kadha. Na sheitan, dada zangu katika iman, hujitahidi hata kuiba kidogo, kiasi kidogo kutoka kwa dua yake mwanadamu huyu. Kwa dalili kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, amesema kuwa alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kugeuka wakati wa swala. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Aisha radhiallahu anha, huwa ikhtilas yakhtalisuhu ashaitan min salat al-abd, huyo ni mnyakuzi anaounyakua sheitan katika swala ya mja. Haya yanapatikana katika sahihi mbili. Dada zangu katika iman, kadhalika miongoni tu mwa njia au uadui miongoni tu mwa njia au uadui anaotumia sheitan dhidi ya mwanadamu ni kuzusha fitna baina ya watu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, surati Yusuf aya 100, wa min ba'di an naza'a ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Baada ya shetani kuzusha fitna baina yangu na ndugu zangu, hakika Mola wangu mlezi ni mpole katika anachokitaka, hakika yeye ni mjuzi mwenye hikima. Dada zangu katika iman,
Imekuja pia katika hadith sahih sahih katika yani sahih Muslim kutoka kwa Abu al-Darda radhiallahu anhu kuwa amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa qad aisa an ya'budahu al-musallun walakin fi tahris bainahum, yani Iblis amekata tamaa ya kuabudiwa na wanaoswali, lakini ataendelea kuzusha fitna baina yao. Haya yamepokewa na Imam Muslim. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa mbinu anazotumia sheitani katika kufanya uadui kwa mwanadamu ni mbinu ya vitisho. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hayo katika Quran, Surat Al-Imran aya ya 175, innama dhalikum shaitanu yukhawifu awliyaahu, huyo ni sheitani tu anao anawaogopesha yani washirika wake. Na akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran Suratul Baqara aya ya 268, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, sheitani anakutishieni ufukara na anakuamrisheni kufanya nini? Uchafu. Dada zangu katika iman, miongoni pia mwa njia au mbinu anazotumia sheitani katika kufanya uadui dhidi ya mwanadamu ni kumsahaulisha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu hayo katika Quran Suratul Kahf aya 63, qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Akasema kijana wake Musa alayhi salam, je, unakumbuka pale tulipopumzika kwenye lile jabali? Basi mimi nilimsahau yule samaki, na hapana aliyenisahaulisha ila sheitani tu, naye yule samaki akashika njia yake baharini kwa ajabu. Dada zangu katika imani, na baada ya kutambua mbinu anazotumia sheitani yani katika kufanya uadui dhidi ya mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake amewawekea wanadamu au ametuwekea sisi kama wanadamu njia maalum za kujikinga na vitimbi vya sheitani, na miongoni mwa njia hizo ni kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kumpwekesha na kujitolea kwake kwa ikhlas, kwa ikhlas na kwa yani kumpwekesha kwa ikhlas Allah subhanahu wa ta'ala. Na mbinu ya pili au njia ya pili Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kwa rehma zake ili kujikinga na shaitan ni kwa kusoma Suratul Baqara. Imepokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la taj'al buyutakum quburan fa innal bayta alladhi tuqra'u fihi al-baqara la yadkhuluhu ash-shaytan, sahih rawahu Muslim. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, msifanye nyumba zenyu kuwa kama makaburi, kwani sheitani haingii katika nyumba ambayo inasomwa Suratul Baqara. Haya yamepokewa na Imam Muslim. Na njia ya tatu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake ametuwekea kujikinga na shetani ni kuhifadhi kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kufanya dhambi, kwani kufanya dhambi na makosa ni unyonge na udhaifu, na ndiyo sababu sheitani anapata nguvu juu ya mwanadamu katika nyakati hizo. Ndio maana akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ihfadhullah yahfadhuk, yani muhifadhi Allah naye atakuhifadhi. Na njia ya nne, dada zangu katika imani, ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kujikinga, ili tujikinge dada zangu katika imani, tujikinge na sheitan ni kufanya adhkar ya asubuhi na jioni, na miongoni mwa adhkar hizo ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin mi'ati marra. Yani ni imepokewa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yani atakayefanya adhkari asubuhi na jioni, na miongoni mwa adhkari hizo dada zangu katika iman ni ile ambayo kwamba nimeisoma, na maana yake ni kuwa hapana Mungu ila Mwenyezi Mungu peke yake asiye na mshirika, na ufalme ni wake na sifa njema, na yeye ndiye muweza juu ya kila kitu. Yani
fanya dhikri hii na adhikari nyinginezo zote nyingi, haswa dhikri hii, yani itakuwa ni kinga kwake dhidi ya sheitani siku hiyo mpaka jioni. Dada zangu katika imani, huu ni ulinzi wa manufaa makubwa na thamani kubwa, tena rahisi kuitekeleza kwa yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia. Dada zangu katika iman, kadhalika njia ya tano ya kujikinga na sheitani ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake ametufunza ni kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Hii ni moja ya ulinzi yani yenye manufaa zaidi. Imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, inna Allaha amara Yahya ibn Zakaria bi khamsa kalimatin أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فذكر الحديث فقال وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Yani amesema, yani imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwa Mwenyezi Mungu alimwamrisha Yahya bin Zakaria kwa maneno matano ayafanyie kazi na kuwaamrisha wana wa Israeli kuyafanyia kazi. Akataja hadith na kusema, na ninakuamrisheni kumkumbuka Mwenyezi Mungu kwa mfano wa hayo ni kama mtu aliyefukuzwa na adui akaja mbio nyuma yake mpaka akaifikia ngome yenye nguvu na akajikinga nao. Hali kadhalika mja hawezi kujikinga na sheitani isipokuwa kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Haya yamepokewa na Imam at-Tirmidhi. Dada zangu katika imani, imepokewa kadhalika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, raaitu rajulan min ummati qad istawahshatuhu ash-shayatin fajaa dhikri llahi fatarada ash-shaytan anhu, rawahu at-Tabrani. Yani imepokewa kadhalika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, nilimuona mtu katika umma wangu ambaye mashaitani wamemtisha, kisha ukaja ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala na kumfukuza sheitani kutoka kwake. Haya yamepokewa na Imam at-Tirmidhi. Dada zangu katika iman, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na vitimbi vya sheitan na atupe sote yani mwisho mwema. Shukran jazila wa barakallahu fikum.